Leo ni tarehe 6 mwezi wa kwanza mwaka mpya, tarehe 6 mwezi wa kwanza mwaka 2026. Mwaka huu unapoanza, nina matarajio makubwa sana katika mwaka huu. Matarajio yangu ni kwamba safari yangu ambayo imekwama mara nyingi, katika jina la Yesu inaenda kufanyika mwaka huu, kama Mungu aishivyo, kama vile Mungu aishivyo, sio kama vile Mungu aishivyo. Mwaka huu ni mwaka wangu. Mwaka huu ni mwaka wangu. Nimeishi kwa kuumizwa sana, nimeishi kwa kuumia, nimekwamishwa safari yangu. Mpaka sasa hivi nina vidonda ambavyo havijapona. Nina vidonda ambavyo daktari ni mimi mwenyewe, sina mtu wa kunitibu. Sina mtu maana yake wa kunifariji. Sina mtu maana yake wa kuniambia pole. Najipa moyo mwenyewe, najifariji mwenyewe, najitibu mwenyewe. Huu mwaka nina imani kabisa Mungu anaenda kufanya kitu katika maisha yangu. Safari ni nini? Safari kutoka sehemu fulani kwenda sehemu nyingine, kutumia miguu, kutumia baskeli, pikipiki ama chochote chombo cha kusafiria, ni safari. Sasa nimepanga safari ya kwenda Ulaya mara 2, inakwama, inaniumiza. Je, yalikuwa ni mapenzi ya Mungu ama sio mapenzi ya Mungu? Nachojiuliza, watu wanavyojiuliza, yalikuwa ni mapenzi ya Mungu ama sio mapenzi ya Mungu? Mimi kile ambacho najua, yalikuwa ni mapenzi ya Mungu. Kwa ni mapenzi ya Mungu, sema tu mambo bado hajafanyika. Mambo bado hajafanikiwa, safari bado haijafanikiwa. Kwa sababu ni mapenzi ya Mungu. Kwa sababu kila ninachokiwazia ni kitu kizuri. Kile ninachokipanga kukifanya ni kitu kizuri. Tayari kile ambacho napanga kukifanya ni mapenzi ya Mungu. Sasa ni mapenzi ya Mungu mengine yapi ambayo nasema kwamba Mungu anionyeshe katika safari yangu? Hapana. Safari yangu napanga safiri kwenda Ulaya nikafanye kazi. Na ile kazi ambayo naenda kuifanya ni kazi ambayo itakayonilipa pesa nzuri tu, pesa za maana. Sasa maono yangu ni ya kusaidia watu, ya kuinua watu, ndio maono yangu. Sasa niambie kweli, sio mapenzi ya Mungu mimi nisaidie watu? Sio mapenzi ya Mungu mimi nifanikiwe na nifanikishe wengine? Hayo sio mapenzi ya Mungu kweli? Tujiulize sisi wote, hayo sio mapenzi ya Mungu? Hayo tayari ni mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu. Kukwama safari sio kwamba eti haikuwa mapenzi ya Mungu. Hapana, ni shetani anapinga nisiweze kufika kwenye maono yangu. Lakini ameshindwa, maana yupo Mungu anayenipigania. Yupo Mungu aliye hai mwenye nguvu anayenipigania na anayehakikisha kwamba atanifikisha kwenye malengo yangu. Niliota siku moja, hata sio kuota. Niliona maono siku moja. Mungu ananitokea, ananiambia atakuja kunifanikisha siku moja, nifanikiwe na niweze kufanikisha watu wengine. Niliona hayo maono na akaniambia yatatimia tu. Sasa siku moja kwa Mungu ni sawa na miaka 1000. Miaka 1000 kwa Mungu sawa na siku moja. Nimepita miaka kadhaa, miaka kama 6, 7 hivi. Mungu alisema kwamba atakuja kunifanikisha. Aliposema atakuja kunifanikisha, nilifikiria kwamba litatendeka kwa muda mfupi tu.
nilifikiria kwamba sasa amesema naenda kufanikiwa kwa ndani ya miezi kadhaa, kumbe hamna. Kwa hiyo mwaka huu ni mwaka wangu. Nawasamehe wote walionikosea, nawabariki wote walionisaidia. Kuna walionisaidia katika maombi, kuna walio nisapoti katika safari. Mungu awabariki, Mungu awabariki kabisa. Lakini tena waliohusika katika kunikwamisha safari, na wasamehe, nawaachia Mungu, maana mimi sina kitu cha kuwafanya. Ila mwaka huu kama vile Mungu aishivyo, na alisema atakuja kunifanikisha ili niweze kusaidia wengine. Mwaka huu ni mwaka wangu katika jina la Yesu, naenda kufanikiwa. Hapa nipo maeneo ya Makadara hapa. Naleta pikipiki yangu pale, nafanya service. Kwa hiyo nipo maeneo ya pale, natengeneza pikipiki yangu pale. Ile pikipiki yangu pale tengeneza, niendelee kwenye shughuli zangu.